إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من أتقى خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. إخوة الأماجد، أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله، فإنها وصية الله في الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Ndugu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu na mwalimu wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya jambo la kumcha Allah jalla fi'ala kwa kufuata maamrisho yake na kukaa mbali na makatazo ambayo kwamba ametukataza nayo, kwani tutakapofanya hilo jambo la kumcha Allah jalla fi'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema yuslih lakum a'malakum, atatutengezea sisi mambo yetu, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atatusamehe madhambi yenu. Wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, yoyote ambaye kwamba atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, huyu mtu amefaulu kufaulu kukubwa. Ndugu zangu katika imani, katika kazi za mwezi mtukufu wa Ramadhani na katika mwezi mtukufu wa Ramadhani fadhila zake, la shaka, hapana shaka ya kwamba sisi tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa leo wengine wetu ni Ramadhani ya 3 na wengine wetu ni Ramadhani ya 2, lakini katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yubashiru ashabahu biqudumi Ramadhan. Mtume alikuwa akiwapatia bishara masahaba zake kwa kuingililiwa na kujiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama alivyoipokea al-Imamu Ahmad katika musnad yake, والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه
alikuwa Mtume rehma na amani zimshukie yeye akiwapatia bishara masahaba zake, yaqul, huku akisema, qad jaakum shahru ramadhana shahrun mubarakun kataba Allahu alaykum siyamahu tuftahu fihi abwabu as-samaa wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim wa tughallu fihi ash-shayatin fihi laylatun khayrun min alfi shahr man hurima khayraha faqad hurim. Haya ndiyo maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akiwapatia bishara masahaba zake akiwaambia kwamba umewajilia nyinyi mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wenye baraka. Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu kaufaradhisha saum, tuftahu fihi abwaba as-samaa, ndani ya mwezi huu milango ya mbinguni inafunguliwa, wa tughlaqu fihi abwaba al-jahim, na milango ya moto yanafungwa. Ndugu zangu katika imani, wa tughallu fihi shayatin, mashaitani wanatiwa minyonyoro. Fihi layla, ndani ya mwezi huu kuna usiku, khairun min alfi shahr, ni bora kuliko miezi 1000. Man hurima khairaha faqad hurim, yoyote atakayenyimwa khairi ndani ya mwezi huu, ndani ya usiku huu, basi huyu mtu amenyimwa kunyimwa kukubwa. Baadhi salaf ridwanullahi alaihim walikuwa wakisema, hadha alhadith aslun fi tahniati nnasi ba'dihim ba'dha bishahri Ramadhan, hadithi hii ni asli ya Waislamu kupongezana katika kuingililiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, baadhi yao kuwapatia baadhi wengine katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ahibati fillah, wa kaifa la yubashiru almu'min, vipi asipewe na kuchukua bishara mu'min bifathi abwabi aljinan, kwa kufunguliwa milango ya pepo, yani milango yote unayojua wewe Muislamu ya pepo iko wazi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kaifa la yubashiru almudhnib bighalqi abwabi an-niran, vipi asipewe bishara yule anayefanya dhambi kwa kufungwa milango ya moto? Bimaana ya kwamba, ndugu zangu Waislamu, kuna percentage kubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Waislamu kurudi nyuma na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya anamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuweza kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu Waislamu, Ramadhani ni madrasa inayokuja kumfundisha mtu kuacha madhambi na kuingia katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata Ramadhani ikitoka ukawa ni mwenye kuendelea na msururu ule ule katika kufanya ibada, usimwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mwenye kusema ya kwamba Ramadhanu shahrul birri wal hasanat, shahrut tuqa wal fadli was sadaqat, shahrun bihi tasfu an-nufusu min al-adha bitilawati al-Qur'ani wad da'awat. Asema Ramadhani ni mwezi wa watu kufanya mema na ni mwezi wa watu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika ndio utakuta Allah subhanahu wa ta'ala alipotufaradhishia sisi saum akasema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao kwamba mlioamini mumefaradhishiwa kwenu nyinyi saum kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu nyinyi, lengo na shabaha kubwa ili uipate taqwa Allah azza wa jalla, kuupata uchaji Mungu wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani ikitoka ukawa wewe ni mchaji Mungu wa hali ya juu na ukaendelea na hali ile ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Ahibati fillah, man ruhima fi shahri Ramadhan fahuwa al-marhum, atakayepata rehma katika mwezi wa Ramadhani huyu ndo amerehemewa kisawasawa na yule atakayenyima. Wa man hurima khairahu,
na yoyote atakayenyimwa katika mwezi huu wa Ramadhani khairi zake, fahuwa almahrum, huyu mtu atakuwa ni mwenye kunyimwa kisawasawa. Waman lam yatazawwad fihi limaadihi fahuwa malum, yoyote yule ambaye kwamba asiyejiandaa katika kutengeneza zawadi mzuri na kwenda kwa Mola wake kisawasawa, huyu mtu atakuwa ni mwenye kujilaumu. Lidhalika ahibati fillah, huu mwezi wa Ramadhani ni fursatun dhahabiyya, ni golden chance ambayo kwamba imetujilia mimi na wewe. Tusiuchukulie mwezi wa Ramadhani kama miezi mingine. Ndugu zangu Waislamu, huu ni mwezi wa kipekee, kama anavyosema al-Imamu Ibn al-Jawzi rahimahullah kwamba wale watu wa makaburini hivi sasa wakiregeshewa uhai wao, wakiulizwa wanatamani nini hapa walipo, wangelisema watamani siku moja ya Ramadhani. Tallahi law qila li ahli alquburi tamannaw la tamannaw yawman min Ramadhan. Anasema Ibn al-Jawzi rahimahullah, lau wataulizwa watu wa makaburini, mwatamani nini hapa mulipo, wangelisema twatamani siku moja ya Ramadhani peke yake, kwa zile fadhail ambazo kwamba zinazopatikana ndani yake. Ndugu zangu Waislamu, man lam yarbah fi hadha ash-shahri fa fi ayi waqtin yarbah, ile mtu asiyechuma na kuweka katika akaunti yake mazuri, ikiwa mtu hataweza kufanya haya katika mwezi huu wa Ramadhani, ni wakati gani ndugu zangu Waislamu atafanya mambo kama haya? Katika fadhail za siyama ya ahibati fillah, anna siyama sababu limaghfirati dhunub. Hii ni saumu ambayo kwamba unaofunga unajinyima kula kwako, kunywa kwako, kufanya mambo ya muharrama ambayo kwamba umeharamishiwa mchana wa Ramadhani kwa minajili ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Elewa ni sababu moja ya kusamehewa dhambi zako. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadith, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yule mtu ambaye kwamba atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan hali ya iman na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yale madhambi aliyotanguliza katika madhambi madogo aliyoyafanya huyu mtu akiwa atafunga Ramadhani kisawasawa. Na anasema Ibn Hajar rahimahullah, almuradu bil iman al-i'tiqadu bihaqqi fardhiyatihi au fardhiyatu sawmahu, ni mtu kuitakidi kwa ufaradhi wa kufunga kwake, imanan, hali ya kuwa na imani kwamba hii saumu ya Ramadhani ni faradhi. Kwa sababu kuna baadhi ya muslimin leo inafika katika mchana wa Ramadhani wa huwa la yubali, hajali kabisa. Unamwona mtu anaingia hotelini, Muislamu, si mgonjwa, si msafiri, na afya yake ya kisawasawa, anaenda kula. Huyu mtu hana imani katika moyo wake. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man swama ramadhana imanan, hali ya kuwa na iman, wa ihtisaban, na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, huyu mtu atakuwa ni mwenye kusamehewa madhambi yaliyotanguliwa. Ahibati fillah, kadhalik katika fadhail za kufunga, Allah subhanahu wa ta'ala a'adda Allahu thawaban jazilan lisaimin, Allah ameandaa thawabu mzito kwa wale wa kufunga, kiasi cha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi al-Qudsi, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, qala Allah, kullu amali ibn adam lah illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alisikika akisema, hadithi hii ni katika hadithi al-Qudsi, tena anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kila amali ya mwanadamu ni yake mwenyewe isipokuwa saum, hakika hii ni yangu mimi, wa ana ajzi bi, na mimi ndiyo mwenye kumlipa huyu mja wangu, najua nitamlipa nini. Anasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah,
wa huwa lirabbil alamin min baini sairi al-a'mal, na hayo ni katika kutoka kwa Mola wa walimwengu, kutokamana na amali zingine ambazo kwamba anazozifanya. Fa inna as-saima, yule mfungaji, la yafalu shay'an, hafanyi kitu, innama taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli ma'budihi, aliacha kula kwake, aliacha kunwa kwake, aliacha matamanio yake kwa ajili ya kufanya haya yote kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa taraka mahbubati nafs, ameacha yale mambo ambayo kwamba ni vipenzi vya nafsi yake, akasema wacha niaache kando. Aliacha kujamiiana na mke wake mchana wa Ramadhan, akasema mimi naacha hivi kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Aliacha kula kwake mchana wa Ramadhan, aliacha kunywa kwake mchana wa Ramadhan kwa ajili kuwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, itharan limahabbati llahi wa mardhatihi. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kwa ajili ya kupata athar na kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sirrun baina al-abdi war-rabb, saum ni siri baina ya mja na Mola wake. Kwa sababu dhahiri yetu sisi hapa, kila mmoja wetu atasema amefunga, lakini ile siri anaijua ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama kweli huyu mja wangu amefunga, ama akikaa mbali na wenzake anakuwa ni mwenye kwenda kufanya mambo ambayo kwamba hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min karamillahi lis-saimin, na kutokamana na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wafungaji, anna fil jannati baban la yadkhuluhu illa as-saimun, katika pepo ndugu zangu Waislamu kuna mlango huu hawaingii isipokuwa wale wafungaji wa kisawasawa. Inna fil jannati baban, katika pepo kuna mlango huu ndugu zangu katika imani, hakuna atakayeingia katika mlango huu isipokuwa wale wafungaji, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, na hadithi iko katika Muslim, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, hakika katika pepo kuna mlango unaoitwa Rayyan, babu Rayyan. Mlango kama huu hawaingii watu wengine wote illa as-saimin, isipokuwa wale wafungaji. Yadkhulu minhu as-saimuna yawm al-qiyamah, wataingia wafungaji siku ya Kiyama. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, hatoingia mtu mwingine yote pasina wafungaji. Yuqalu aina as-saimun, wataambiwa wako wapi wale wafungaji? Fayadkhuluna minhu, wataingia ndani ya mlango huo. Fa idha dakhala akhiruhum ughliqa, atakapoingia yule wa mwisho wao mlango kama huu utafungwa, hauna nafasi tena wa kuingia mtu mwingine yoyote. Falam yadkhul minhu ahad, hatoingia mtu mwingine yoyote. Hadith rawahu Muslim. Ahibati fillah, yatosha kwamba hii ni fadhila kubwa ambayo kwamba anayoipata yule mfungaji. Imekuja katika Bukhari na Muslim hadithi ya Talha bin Ubaidillah, asema Talha akieleza kisa kama hichi, kulikuwa na watu wawili, kana rajulani qadima ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, walikuwa watu wawili walikuja kwa Mtume, rehma na amani zimshike yeye, fa aslama, wakaslimu kwa wakati mmoja. Wa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan min al-akhar, mmoja wao akawa ana bidii zaidi katika kufanya ibada kuliko mwingine, yani huyu alikuwa ni mstari wa mbele katika kufanya ibada. Faghaza, wakaenda kupigana vita. Fastushhida ahaduhuma, akapata shahada yule mmoja wao ambaye kwamba alikuwa anafanya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia shahada huyu sahaba kwa ile bidii aliyokuwa nayo, na alikuwa akimshinda mwenzake katika kufanya ibada. Na huyu mwingine famakatha sana, akakaa mwaka mzima, kisha akaja akafa kitandani. Ni watu wawili ndugu zangu Waislamu, walisilimu wakati mmoja,
na huyu mmoja alikuwa na ijtihadi zaidi kuliko mwingine, lakini huyu akapata shahada na huyu mwingine akakaa mwaka mzima ndiyo akafariki. Talha bin Ubaidillah, kwa kuwa ndio rawi alhadith, asema fauritu fil manam, nikaoteshwa usingizini ya kwamba yule aliyekufa kuchelewa kitandani amemtangulia mwenzake kuingia peponi, na yule aliyekufa vitani aliingia baada ya huyu mwingine. Fataajaba dhalika, Talha bin Ubaidillah akastaajabu kwa hili. Na vipi asistaajabu ndugu zangu katika imani, wakati sisi twajua fadhila ya ule mtu ambaye kwamba ni mujahidun fi sabilillah, anayekufa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ana daraja gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, musidhanie wale ambao kwamba waliouliwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wamekufa, bali wako hai mbele ya Mola wao wanaruzukiwa. Talha alipopambaukiwa anaenda kueleza masahaba wenzake alichokiona ndotoni, na hizi ni karam na fadhila walizokuwa nazo masahaba ridwanullahi alaihim. Wote kwa pamoja wakaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuwaeleza au kumweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam alichokiona Talha katika ndoto yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hilo akawaambia, ala ayi shay'in bidhalika ta'jabun, kwa kitu gani mnastaajabu hapo? Je, huyu ambaye kwamba alikufa kitandani hakuswali baada yake yeye huyu mwaka mzima? Je, huyu ambaye kwamba alikufa kitandani hakufunga baada yake yeye mwezi mtukufu wa Ramadhani? Hakufanya ibada kadha wa kadha baada ya huyu kuuawa katika vita? Qalu bala ya Rasulullah, akasema kwa nini yeye mtume wa Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fama ab'adu baina as-samai wal ardh, ni umbali ulioje kwa hayo baina mbingu na ardhi. Bimaana huyu mtu alikuwa na fadhila kubwa zaidi kuliko yule mtu aliyeuliwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ahibati fillah, katika fadhila anazozifunga yule mfungaji ni ile harufu yake inayotoka katika kinywa chake. Usiione kwamba ni harufu mbaya kiasi cha kwamba unazungumza na mwenzako unashika mdomo. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, walladhi nafsi Muhammadan biyadihi, na apa kwa yule ambaye kwamba nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, la khalufu fami swaimi atyabu inda Allahi min rihil misk, ile harufu inayotoka katika kinywa cha mfungaji ni bora na inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko ile harufu mzuri ya miski. Qala al-Baghawi rahimahullah, maanahu athanau ala as-sa'im waridha bifi'lihi. Asema Imamu al-Baghawi rahimahullah, maana ya hadithi hii ni kwamba athanau ala as-sa'im ni kumpatia sifa yule mfungaji na kumridhia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile kitendo chake alichokifunga. Ahibati fillah, hizi ni katika fadhail ambazo kwamba anazozipata yule mfungaji. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ayuha saim, ujue ya kwamba uko na dua ambayo kwamba ni mustajab mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Liswaimi da'watun la turad, mfungaji yuko na dua ambayo kwamba hairegeshi patupu. Ule wakati kabla al-adhan, ndugu yangu Muislam, usiwe na haraka ya kukusanya chakula ukakiweka usoni mwako kwa ajili ya kusubiri muadhin adhini upate kula. Hiyo siyo faida ya saum. Patiliza wakati huu ndugu yangu Muislam, kwa sababu uko na fursa kubwa wewe Muislam katika kuomba dua na Allah subhanahu wa ta'ala kukutakabalia. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi, thalathu da'awat mustajabat, dua aina tatu ni zenye kuitikiwa maombi yake. Dua ya kwanza da'watul musafir, dua ya msafiri akiomba Allah subhanahu wa ta'ala anamuitikia. Wa da'watul walid liwaladihi, na dua ya mzazi kumwombea mtoto wake mazuri. Na dua ya tatu wa da'watus saim, dua ya yule mfungaji. Usiwe na haraka ndugu yangu Muislam katika kukusanya vyakula tofauti tofauti wakati huu. Kaa kipembeni peke yako, mshtakie Allah subhanahu wa ta'ala matatizo yako, mwelezee Allah subhanahu wa ta'ala shida zako. Kwa wakati kama ule, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuitikia maombi yako. Kadhalika ahibati fillah, katika fadhila zinazopatikana hunu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kule kupatikana qiyam ya tarawih. Hakuna miezi mingine utapata salatu tarawih isipokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini ma'al asafi shadid, la kusikitisha, unawakuta Waislamu wamejiandaa mwezi mtukufu wa Ramadhani katika wakati kama huu kwenda katika kushika mashabiki ya kera, dumna au mchezo mwingine wowote wa upuzi ambao kwamba anaufanya. Huyo mtu anajikosesha fadhila kama hizi. Njoo msikitini ndugu yangu Muislam, swali salatul isha kwa jamaa nyuma imamu, kisha ukae usubiri Waislamu waanze kuswali salatu tarawih. Haiji wakati mwingine wowote isipokuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sikilize Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla. Katika fadhila anazozipata yule mtu anayeswali nyuma ya imamu tarawih, akasimama kisawasawa mpaka imamu akamaliza salatu tarawih, akipiga salamu na yeye amepiga salamu. Haijalishi maimamu ni wangapi, ameingia wa kwanza akatoka, akaingia wa pili akatoka, wewe ukabakia pale pale mpaka salatu tarawih ikaisha, kutiba lahu qiyamu layla. Mtu kama huyu anaandikiwa thawabu zake kama mtu amekesha usiku mzima kufanya ibada. Ni fursa ya kipekee ndugu yangu Muislamu, usiiache, kwa sababu lao tutaanza kuulizana mmoja mmoja, nani amekesha kufanya ibada usiku wa kuamkia leo, utakuta hakuna au ni mmoja katika 100. Kwa sababu unaona unajitia mashaka na taklifu, lakini kile kipindi cha kuswali tu nyuma ya imamu dakika 30, 40, 45, usichoke Muislamu. Na katika fadhila zake unaweza pia ukaswali kwa kusimama. Uwezi kusimama, unaswali kwa kukaa. Hii ni katika usahali tumesahilishiwa sisi. Mtu anaweza kusimama leo katika mikutano ya siasa masaa 2 matatu katikati ya jua shekhe, wala asichoke, amsubiri mwanasiasa aje. Kuna shilingi 500 pale atapata au 1000. Lakini mtu anaweza kuambiwa njoo usimame tarawih, akasema msikiti fulani wanaswalisha swala ndefu, haya nenda huko kwa swala fupi, basi pia haumuoni. Ni ukosefu wa imani ndugu zangu katika imani. Tujitahidi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, walao kwa uchache uswali nyuma ya imamu upate hizi fadhila ndugu zangu Waislamu.
Watu wanatamani waliokuwa makaburini, kama anavyosema al-Imam Ibn al-Jawzi, wanatamani waregeshwe, wangeipata siku moja tu ya Ramadhani. Mimi na wewe ni fursa tumeipata, tuitumie vizuri ndugu zangu Islam. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie ibada zetu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, za siyam na qiyam na kila khairati ambazo kwamba tunazozifanya katika mwezi huu wa Ramadhani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ورضي اللهم عن كل صحابة رسول الله أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا الفانية، وارفع منازلنا في جنة عالية قطوفها دانية، واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الباقية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر جيوش المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، وادعوه على نعمه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.